Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikualike hapo ulipo mtazamaji wa online TV zote unazozitazama kwa muda huu, ikiwa tunaelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutazungumzia mambo mengi na mbalimbali kuhusiana na ibada. Leo tunagusa nukta muhimu na ya msingi, tukizungumzia ibada nyakati za usiku. Mwongozaji ni Ali bin Kondo, kwa ukaribu hapa ninaye si mwingine ni Imam Suedi Twaib Suedi. Ana vyeo vingi, lakini leo tutampa kimoja tu cha ushekh kama atalitaka hilo, lakini asipolitaka hilo ataainisha vyeo vyake vingine, na moja kwa moja tuingie katika mjadala wetu wa leo, ikiwa na maswali machache lakini ni ya msingi. Na wewe kama utakuwa na swali, mchango, ushauri, itapita nambari yake hapo chini, utaweza kuiona, na moja kwa moja utaweza kushiriki nasi kwa upande ule wa mchango, ushauri, maoni, nini kiboreshwe, nini kipunguzwe. Nimpe nafasi hii Sheikh Suedi Twaib Suedi moja kwa moja, kama atataka kujitambulisha zaidi, bahari ni yake, na kuingia moja kwa moja katika mada husika ambayo nimeainisha hivi punde. Karibu. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama, wa ba'd. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehma na amani kumtakia kiongozi wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu ili tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama Dr. Ali bin Kondo alivyofanya utangulizi, ni kwamba katika jumla ya ibada ziko nyingi. Ibada ziko za namna nyingi ambazo Mwenyezi Mungu kaziweka, na kusudio la ibada hizi ukiangalia kiundani zaidi utakuta kwamba Mwenyezi Mungu ameziweka ili kutufutia madhambi yetu, kwa maana kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Iwe umekosea katika kiwango cha chini, iwe ukosea kiwango cha juu au cha kati, lakini yote hayo ni makosa. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndiye aliyetuumba, anajua ni namna gani sisi tunaweza tukajitoa katika mzigo wa makosa, mzigo wa madhambi, kufatana na jinsi alivyoelekeza. Utangulizi umejiweka wazi kabisa kwamba tutaongelea ibada za nyakati za usiku. Ibada za nyakati za usiku inawezekana ikawa ni mada kubwa sana, lakini tunachofanya ni kudokeza kidogo, walao mtu aweze kuona umuhimu wa kufanya ibada za usiku. Ibada za usiku mara zote walio wengi uziita kama qiyamul layl, kwa maana ni wanasema ni kisimamo cha usiku. Lakini hapa kukusudi kusimama. Kusimama imezoeleka kwa maana ya wakati unapokuwa umeingia usiku. Kitu cha kwanza ambacho anakifanya mtu anayefanya ibada za usiku ni kusali sunna. Kwa hiyo sunna inaswaliwa kwa kusimama. Kwa hiyo unaweza ukawa huko msikitini, kama umeenda kwenye itikafu, ndio unapata tahiyatul masjid, lazima usalimie, kwa maana kumsalimie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sunnati tahiyatul masjid rak'atain, unasoma unavyojua. Sasa baada ya hapo unaingia kwenye viwanja vyako ambavyo umevipanga. Lakini kabla tujaenda huko moja kwa moja, wanachuoni wametueleza tugawe usiku katika makundi matatu, na hili ni vizuri sana mtu yeyote anayetaka kufanya ibada za usiku alizingatie. Usiku umegawanyika katika namna tatu za ibada. Namna ya kwanza, ugawe sehemu ya mapumziko. Inawezekana ikawa ni la kwanza au la pili au la mwisho, inategemea na maisha yako unayoishi, lakini lazima kuwepo wakati wa mapumziko. Lazima ulale, na kulala kuna kusudiwa hapa ni kusinzia.
Unaweza kaamua kusinzia umekaa, unachohitaji usinzie. Unaweza kuwa umesinzia umelala, umechuchumaa, umekaa ule mkao wa kusoma Qur'ani. Kila mtu ana namna yake ya kupata usingizi, kwa sababu waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara maasha, yani umewekwa usiku ule kwa ajili ya mapumziko. Mwenyezi Mungu analijua hilo kwamba watu wapumzike, lakini yeye hatuingilii wale wanaofanya kazi ya shifting, kwamba kuna watu wanafanya kazi za usiku, mchana ndio wanapumzika. Hiyo ni dharura. Kuna watu manesi, madaktari, walinzi, madereva, watu wanaorusha mandege, marubani. Unaona, wakati watu wamelala kwenye ndege, wenzio wanaendelea na kazi. Sasa hiyo ni dharura, lakini tunaamini kwamba 90% ya maisha ya mwanadamu usiku ni kupumzika. Kwa hiyo lazima ugawe usiku huo upumzike. Na hii ni sunna kabla ya hujaingia kwenye qiyamul layl, upata kusinzia alafu uamke. Tumeelekezwa hivyo, ni vitu virefu, unaweza ukaja ukavifuatilia baadaye. Lakini sehemu nyingine unatakiwa upate muda wa kutathmini kazi zako za mchana. Tathmini hapa tunazungumzia kama ni biashara, uangalie, upige hesabu. Huwezi kupiga hesabu wakati watu wako dukani. Lazima ukae ujue credit ni ipi, debit ni ipi. Leo umepata hasara, umepata faida. Funga siku ili utakapoamka kesho unaamka na siku nyingine. Na kwa wale siku zao ni usiku, basi wafunge hesabu asubuhi au wafunge hesabu zao jioni, kwa maana usiku wanaingia kazini na wengine wanaingia mchana. Kwa lazima utenge muda katika nyakati za usiku. Hata wewe mtumishi wa serikali lazima ujue ni kazi gani umelaza na kazi gani zitaendelea au umezimaliza. Sehemu nyingine sasa ya tatu, lazima upate sehemu ya kufanya ibada. Siku zote usipofanya ibada au ukatenga usiku wa kufanya ibada, maana yake umedhulumu kimojawapo katika vile ambavyo sheria inataka na utaratibu unataka ufanye ibada usiku. Kwa hiyo hapa naomba tuzingatie dokta, kwamba tunachokiangalia ni kwamba usiku mzima ugawanywe katika mafungu mangapi? Matatu. Uwepo muda wa kutathmini kazi zako na kuhakikisha umebakiza nini na utaendelea na nini, na uwepo muda wa kupumzika, na uwepo muda wa kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikushukuru sana kwa kuweza kuwasilisha namna hiyo na kuweza kudadafua haya mafungu matatu ya mgawanyiko wa huo usiku ambao tunaukusudia katika swala zima la kiibada. Kama tulivyoainisha, ibada za usiku ndio mada husika tunaosafiri nayo kwa muda huu wa sasa hivi. Lakini tukirudi nyuma kidogo, Imam, ibada kama ibada inahitaji muda, inahitaji mapumziko na inahitaji maandalizi kama maandalizi mengine ambayo tutahitajia mbele kuyaona. Labda sasa katika kuiendea hiyo ibada, vitu gani vinahitajika zaidi tukiondoa haya ya mafungu matatu ya mgawanyiko wa usiku? Kimsingi ukija kwenye ibada sasa yenyewe, ni lazima utie nia kwamba unakwenda kufanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika usiku huo, na ukusudie kupata chochote. Kama ilivyo saumu inavyosema, man swama ramadhana imana wa ihtisaba. Yani ukifunga Ramadhani kwa kudiriki kwamba nafunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wa ihtisaba, na kutaraji malipo. Usifanye tu kama kufanya, usifunge tu kama kufunga. Ufunge ukijua ni amri ya Mwenyezi Mungu. Na la pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ufanye hivyo kwa kutaraji malipo ya funga. Hii iko sawa na unapofanya ibada za usiku. Unakwenda pale kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kaelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini unataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo ukiweka nia, na kila amali inakwenda na nia. Kwa hiyo pale wewe unakuwa umeingia tayari, umeingia kwenye joho la ibada za usiku. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surati Zumar, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ya kushuka aya hii, wanaeleza wanachuoni na waliosimulia,
kwamba kushuka kwa aya hii iliyo katika surati Zumar, nadhani aya ya 9, Mwenyezi Mungu anamueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati walipokuwa wanabishania masuala ya usiku. Watu wamelala, watu wanaamka kufanya ibada, watu wanaandaa vifaa vya kufanyia kazi, wenyewe wanaenda kwenye ibada, alafu kazi zao zinakwenda vizuri, lakini hawa wanaona kama utajiri wao wameupata kwa sababu hakuna waliyemuomba, hakuna wanayemtegemea. Unaona, Mwenyezi Mungu ndio akamwekea maelekezo Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambie sisi waumini, kuonyesha umuhimu wa ibada za usiku. Akamwambia amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akimstaajabisha mtume, anamwambia aman huwa qanitun, hivi umewaona watu wakihangaika, wakijiandaa, wakipata usingizi kidogo, wakifanya shughuli zao, wanajiandaa ana al-layl sajidan wa qa'ima, wanautayarisha usiku wa ibada, wakisimama, wakiswali, wakimdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakisujudu sijida ndefu. Maana kuna watu wanaenda kwenye sijida wanafanya subhanallah mara 1000. Wanaenda kwenye qiyam, wanasimama kwenye itidali, wanamtaja Mwenyezi Mungu katika ile tunaposema kwa kunuti. Wanaleta dua mpaka miguu inatetemeka. Mungu anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema umewaona hao? Lakini akampa tahadhari, akamwambia hao wanafanya kwa ajili ya mambo mawili ambayo ndio nishayatanguliza. Kitu cha kwanza wanafanya hayo, yahdharul akhirah, wanaihofia akhira yao. Unajua kuihofia akhira maana yake ni kwamba hivi muda unaofuata mimi nitakuwaje? Nitakuwa tajiri, nitakuwa maskini, nitakuwa kilema, nitakuwa nimeumia, nitakuwa nikoje? Na wakati ninakuwa hivyo na akiba gani katika maisha yangu? Kwa hiyo yani ile yahdharul akhirah ni kuwa na hofu juu ya kinachofuata. Akhira iliyotajwa hapa sio akhira ya maana kufa, ina maana ya muda ujao. Inaweza kama muda ujao sekunde zijazo, inaweza kama muda ujao wiki ijayo, inaweza kama muda ujao ukiwa kaburini, inaweza kama muda ujao siku ya kuhesabiwa, siku ya kiyama. Yani inaanzia kutokana na muda ambao hujaufikia kwenda mpaka siku ya kiyama. Na ndio maana katika Qur'ani Mwenyezi Mungu akawa ametueleza kwamba wal akhiratu khairu wa abqa. Yani hicho unachokitayarisha, anaambiwa mja Mwenyezi Mungu, hicho unachokitayarisha sasa cha akhira ambacho na hofu nacho ndicho kilicho bora na chenye kubakia. Unaona? Kwa maana yani unatayarisha hicho. Huyo mtu anaingia usiku kufanya hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anafafanuliwa kwamba hawa wanafanya hivyo kwa kuihofia akhira. Na akhira ndio Mwenyezi Mungu anasema hiyo ni bora, ni khairu wa abqa, tena ndiyo inayo ni bora na ni yenye kubakia. Lakini kuna surati ad-Duha na yenyewe Mwenyezi Mungu amesema kwamba wal akhiratu khairu laka minal ula. Unaona? Na akhira yani na kilichokuwa yani akhira ni bora laka minal ula. Hapa inazungumziwa vilivyotangulia, hapa inazungumzwa dunia ndio inayokusudiwa hapa. Kilichokuwa kabla ni dunia na kilicho mbele yetu ni akhira, kwa maana ya kifo. Lakini huyu mja kwa kulala kwake usiku akaamka kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akiofu akhira. Tuchukue mfano mdogo tu wa akhira ambayo Mungu anaweza akamtia nayo. Mfano unasikia waliokwisha akhira, waliokwenda akhira, sawa, wanakusudia waliokufa. Ndio maana Amirul Mu'minina, Mwenyezi Mungu amwie radhi, anaambia, anasema al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Yani mauti yanakuja, mtu anakufa tena ghafla. Ingawa ghafla iliyoko hapa hii ni mada nyingine, lakini ghafla iliyoko hapa siri ya kugongwa na gari ukafa hapo hapo. Ghafla ni maandalizi unayoyaandaa katika maisha yako ya dunia
ukiwa unataraji kukaa miaka 20 alafu unakufa kabla ya miaka hiyo. Kwa hata mtu mwenye miaka 80 bado naye amekufa ghafla kwa sababu alitegemea akae mpaka miaka 100. Lakini hoja yangu hapa ni kwamba wal qabru sunduqul amal, na kaburi ndio sanduku la matendo. Sasa huyu unayemuona anafanya itikafu usiku, unayemuona anamdhukuru Mwenyezi Mungu usiku na mchana, yahdharul akhirah, tunarudi pale kwenye sura kwamba anahofia nini? Akhirah, yale yajayo. Huyu mtu pia ana kitu gani? Wayarju rahmat rabbih, na anahangaika kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, kutafuta rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rehema za Mwenyezi Mungu hapa wafasiri wanasema ni ile kutafuta msamaha. Tuna makosa mengi. Kuna makosa tunayoyajua na kuna makosa ambayo hatuyajui. Lakini kuna makosa ya makusudi ambayo baadaye unajuta. Kuna makosa ya kusababishiwa. Yote hayo ni makosa ambayo tunataraji rehema za Mwenyezi Mungu. Baadhi ya wafasiri wanasema rehema ni huruma za Mwenyezi Mungu. Ni sawa kabisa. Kwa sababu ili Mungu akuhurumia na kusamehe. Kwa sababu msamaha unaoomba huwezi kusema astaghfirullah basi akakusamehe ile kubwa ulilofanya kwa vishindo. Lakini anakusamehe, maana ni kwa huruma yake sasa. Lakini kilichopo hapa pia ni maisha. Unapokwenda kwenye itikafu au unakwenda kumdhukuru Mwenyezi Mungu usiku ule umeutenga usiku ambao tunaoita qiyamul layl, lazima uwasilishe shida zako, uwasilishe matarajio yako, uwasilishe utajiri wako, uwasilishe kuwa na familia bora, uwasilishe kuondokana na matatizo, kwa sababu maisha yetu haya tunayoishi kuna vitu tunavifanya havizai. Ndio. Unapanda akizai, mbegu haizai. Wengine wanapata wake hawapati watoto, wengine wanapata waume ndio hivyo wanawasumbua. Yaani kuna maisha ambayo yanatembea. Sasa Mungu akufungulie, akufikishe pale unapokusudia. Wayarju rahmat rabbih, tena imekuja rabbi kwa maana Mola mlezi. Yaani si Mola tu au Mwenyezi Mungu tu, ni Mwenyezi Mungu tena mlezi, kamuumba alafu mlezi, hajakuacha hivi hivi. Hiyo ni ibada ya usiku. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya hiyo, akimdhihirishia hichi anachokisema kwamba bila shaka nyinyi mnaoamka usiku mtakuwa mnafaulu sana. Ndio akamwambia waulize hawa, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi inawezekana wenye ujuzi wakawa sawa na wasiokuwa na ujuzi? Kilugha hili sio swali, hili ni jawabu. Katika wafasiri hili ni jawabu kwamba haiwezekani wawe sawa wenye kujua na wasiojua. Ndio jawabu lake. Haiwezekani carpenter akawa sawa na mtu ambaye hajui carpenter. Asiyejua kushika hata steering ila anaiona na dereva akawa sawa. Mhandisi akawa sawa na ambaye sio mhandisi. Haiwezekani. Kwa hiyo haiwezekani mtu akeshe, atenge muda wake wa kumtaja Mwenyezi Mungu na kumdhukuru na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu awe na sawa na yule aliyekoroma usiku kucha. Jawabu haiwezekani. Mwenyezi Mungu anasema inama yatadhakkar ulul albaba, haya yanaweza kawaendea wale wenye milango ya fahamu. Mtu ambaye hana milango ya fahamu hawezi kulijua hili jambo. Mtu ambaye hana milango ya fahamu hawezi kulijua hili jambo. Labda tukibaki hapo katika masuala mazima ya ibada, turudi sasa katika nia. Tumeweza kuiona kwa umakini, lakini kikubwa tutarajie malipo katika ibada hizi ambazo tunazifanya au tutatarajia kuzifanya. Nilikuwa naomba ufafanuzi kwa upande wa haya malipo, kwa sababu ibada zipo nyingi. Lakini katika ibada kuna ibada zimeainishwa malipo yake na kuna ibada yamefichwa malipo yake. Hii inakuwaje katika hizi nyiradi? Hizi ibada za usiku zimewekwa wazi kwamba tofauti ya malipo yaliyopo, sawa, yanatofautiana na hizi nyakati unazozitumia katika nyakati gani, yani katika masiku gani. Mathalan katika siku za kawaida unaweza kufanya visimamo na visomo katika nyakati za usiku ambazo umezitenga, utapata thawabu kiasi hicho ambacho kitakuwa kimepangwa.
Lakini ukija katika mwezi mtukufu wa Ramadhani utapata zaidi, maanake kila kinachofanywa yani mara moja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mbele yake wanaweka sufuri pale. Inakuwa ngapi? Inakuwa 10. Na ukifanya 10 ina maana kunawekwa sufuri mbele tena. Inakuwa ngapi? 100. Kwa hiyo ndani ya Ramadhani itakuwa ni aula zaidi na inakuwa ina nguvu zaidi, kwa sababu unapata zaidi ya mara 10. Kila jema moja linalipwa mfano wa jema 10. Na ndio maana kila jema la sunna unalolifanya linalipwa thamani ya jema la faradhi. Kwa hiyo katika malipo yalivyo ni kwamba ibada zote zilizoainishwa, hizi ni pamoja na ibada zilizofichwa idadi ya malipo kwa usiku na kwa ibada hizi za kuamka. Kwa sababu gani? Ibada hizi zimemwachia mtu, kwa sababu kuna mwingine ana uwezo wa kuamka na kusali rakaa 2. Huyu kasimama usiku. Na kuna mwingine anaweza kukupigia rakaa 100. Na huyu kasimama usiku. Lau kama zingetajwa idadi ya thawabu, huyu angenyongeka. Isipokuwa katika faradhi imetajwa idadi kwamba mtu anayepata faradhi ya swala kuanzia mwanzo wa swala mpaka salamu ile ya kwanza anapata daraja 27. Sasa kadri utakavyokuwa unachelewa zinazidi kupungua mpaka unapata daraja 1 ambayo unasali peke yako. Kwa hiyo hii inamuencourage mtu au inamdiscourage mtu ili aweze kwenda kusali jamaa mwanzo wa swala. Lakini usiku ibada ambazo tunazisisitiza ni kusimama na kusali swala za sunna. Iwe sunna, yani utapanga sunna yoyote, utaitafuta jina, kama ni sunna ya haja zako, kama ni sunna ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kama ni sunna ya matamanio, kama ni sunna ya mahitaji, yani wewe unahitaja unavyoitaka. Lakini pia kusoma Qur'an, kumtaja sana Mwenyezi Mungu. Unaweza kumaliza rakaa zako 2 ukajiegesha sehemu ukamtaja Mwenyezi Mungu mpaka usingizi unakuchukua, ushapata. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusisitiza katika hili, na ndicho ninachotaka kumalizia, kwamba muda wote, maisha yako yote, kwa sababu muda wa mchana, ukweli kwa maisha tulionayo sasa hivi, sio sasa hivi, maisha yote toka duniani. Niambie mchungaji anayeshinda porini huko anachunga mbuzi anapata muda wa kumtaja Mungu? Si wanyama watatoroka tu. Niambie mfanyakazi, niambie wewe mtangazaji hapa, kutwa huko hapa kucha, nikitoka mimi naingia mwingine, kutoka huyu anaingia mwingine, utapata muda. Lakini wakati wa usiku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu yote anayeamka usiku akafanya ibada, Mwenyezi Mungu ushuka katika arshi yake na kuangalia nani ana shida na ana jambo gani ili aliitikie. Wewe ndio unakutwa pale. Sasa unafikiri Mungu hizi mchana ashuki? Lakini ndio kaweka muda maalum, kwa sababu ndio muda uliotulia, na muda ambao ni mgumu ndio Mungu huwa anautaka huo. Na hakuna mtu anaweza kuwa ameshalala kaamka. Na kuna mitihani ndani yake pale. Kuna kutoamka kwa maana ya kuchoka, kuna kutoamka kwa maana ya ibilisi amekukaba, lakini kuna kutoamka kwa sababu ya shughuli zilizoko usiku zinakushughulisha, yani mpaka unajikuta asubuhi imeingia. Sasa vitu vyote hivi ukiviepuka hivi, maana yake wewe ni mtu unayeelekea kwenye ufaulu. Kwa hiyo hili nitaka nilisisitize kwamba tusiache hizi siku au masiku ya usiku yanapotea hivi hivi. Tuyagawe sehemu ngapi? 3. Sehemu ya tathmini ya kazi yako, sehemu ya kupumzika, na sehemu ya kuamka na kumtaja Mwenyezi Mungu na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo, Imam, moja kwa moja unanirudisha katika swala zima la budget sasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuhusiana na masala mazima ya ibada. Hili unalizungumzaje? Ndio hiyo sasa, katika masuala ya Ramadhani ndio tukachozungumza kwamba lazima mtu atengeneze bajeti. Wengi wetu katika bajeti wanafikiri ni pesa tu. Bajeti kwa wale wahasibu na watu wa fedha, bajeti ni mpangilio wa kitu gani utakachokifanya baadaye. Ni estimation, ni makadirio. Sawa? Sasa wewe kadiria vitu vitatu niliwaambia. Cha kwanza ujikadirie kisaikolojia
kwamba wewe sasa unaingia ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Lazima ujue kuna nyakati zitabadilika. Muda huu sasa hivi tunafikiria kwenda kupata chakula au kupata chai. Sasa muda huo itakuwa hakuna. Jipange kisaikolojia kwamba sitakula sasa hivi, lakini nitakula wakati fulani. That is a psychological thinking. Psychological planning. Kwa maana kwamba lazima uplani hivyo kisaikolojia. Usije ukaplani yani alafu kila kitu kinakushtukiza mpaka unafika mwezi 17. Ukajikuta umepata hasara. Lakini la pili, uplani kufanya ibada. Yani kabla hujaingia ndani ya Ramadhani ujue nikiingia ndani ya Ramadhani mimi nitaswali tarawih zote. Nikiwa safarini, nikishuka pahala, wengine wamekuwa na kamtindo maskini ambako ni kabaya sana. Wanadhani tarawih ni mpaka uende msikitini tena nyuma ya imamu ndio usali tarawih. Yani mtu akishapata uvivu akarudi nyumbani akisikia watu wameshakimu huko wanaswali tarawih anasema ya kwangu leo imenishinda mpaka jioni. Tarawih nenda kajikunje pale kwenye kisebule chako. Pembezoni mwa kitanda chako. Weka msala wako, ile ni sunna ambayo haihitaji jamaa, haihitaji nini. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama aliisali baadaye akarudi nyumbani. Akaisali nyumbani kwake. Na baada ya hapo hakwenda tena msikitini. Saidina Umar ndio amekuja kusali tarawih msikitini tena kwa jamaa. Ni katika vitu ambavyo vimeletwa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena rakaa zenyewe zilikuwa zinaswaliwa ukiweka na sunat witri ni rakaa 13. Lakini Saidina Umar ndio ameleta rakaa 23 pamoja na witri. Na ndio unazoziona Makkatul Mukarram, Madinatul Munawwar wanasali hizo kwa kumkokoteza nani? Saidina Umar ndio alikwenda kuzisali msikitini. Kwa hiyo popote ulipo usipate excuse ya kutoswali tarawih. Jipinde sehemu ka pembeni, sali rakaa zako 20. Bora ni kazi ndogo tu fupi, dakika 7 ushamaliza. Kwa sababu urefu wa tarawih ni nyiradi. Urefu wa tarawih ni ile company. Imamu yakimu sufufu. Sasa wewe yakimu sufufu unapanga swafu ya nani wewe? Wewe unasimama unaelekea kibla tu. Kishaelekea kibla piga raka zako 2 umemaliza toa salamu. Raka zako 2 piga toa salamu. Kinachoangaliwa hapo ni kile kisimamo cha raka 2 mara 10. Kama wewe ni mtu wa swala za usiku basi utakuja kusali witri mwishoni. Unaweza kaa raka 2 baadaye ukabakiza moja ukafunga kazi. Na kama sio mtu wa kuswali usiku huna nafasi wewe ni msafiri piga raka zako 3 za witri kazi imekwisha. Plani hivyo kwamba nitaswali witri, lakini plani nitafuturisha, plani nitamsaidia mtu, plani nitamnunulia kitu ndani ya Ramadhani, plani kwamba mimi nitakachokifanya ni kusaidia labda waandishi wa habari, nitawapa zawadi, nitawa finance waweze kuhoji watu, wasambaze habari za dini. Yani weka plani hizo kabla ya Ramadhani. Na la 3, plani mpango wa fedha. Hasa kwa wale ambao kipato kinatusumbua. Ukitaka kupanga muda wa kupiga mzinga kabla ya Ramadhani. Yani kumbomu mtu, si unaelewa ndio? Kumbomu mtu fanya kabla ya Ramadhani. Yani unapombomu mtu ndani ya Ramadhani unaonekana wewe huna mpango. Ndio bado umefeli. Yani wewe unatakiwa umbome mtu kwa ajili ya Ramadhani. Walau ikufikisha mpaka 10. Ukifika 10 sasa zungukia kwingine, nenda kachukue sehemu nyingine. Lakini uwe na plani kwamba mimi bana sina kipato cha kuniwezesha kwa sababu tupo sina kipato cha kuniwezesha usiku na mchana. Kwa ndani ya Ramadhani hii natakiwa nijiandae hivi na hivi na hivi. Upate mchele, upate maharage, upate nini, upate mafuta, unaona? Ili wewe ikiingia Ramadhani badala ya kuzurura na kuzunguka kwenda kutafuta futari na daku, muda huo ndio wa kufanya ibada. Labda Imam, tukulitazama swala zima la bajeti ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuwa na ukakasi kidogo hapa, kwa sababu kuna mambo mengi tunatakiwa tufanye, lakini muda ni mchache. Tukitegemea mpaka Ramadhani iingie au ikaribie. Na tukirudi katika wale watu wa chini kabisa ambao ndio tunawatazama katika masuala ya kiibada, kwa maana wale tunawaongoza, kuna kundi kubwa litaingia hilo ibada, lakini kundi hilo
kila siku zinavyozidi kwenda mbele linapungua mpaka inapofika mwezi 29. Kunakuwa na vitu huwa vinajikariri. Yani ndani ya mwezi mosi Ramadhani mtu anakuja kuuliza, shekhe, mimi nakaa na kimada, somu yangu inaswihi au haiswihi? Huyu naye katika masuala ya kujipanga inakuwaje? Huyu akikuuliza mwezi mosi Ramadhani ndo nakuuliza kama inaswihi au haiswihi. Yani huyu hajajipanga. Na huyu tumuombe tu dua kwamba yani makosa nayo yafanya ni kwa bahati mbaya hakusudii. Kwa sababu mtu aliyekusudia kufanya maovu angekuwa ameshajipanga, ameuliza swali hili akiwa anajua hiki alichonacho sicho. Sasa wewe unauliza mwezi mosi, maana yake hajui. Na ndicho tunachowaelimisha watu kwamba wajipange kabla ya Ramadhani. Sawa. Mtu yoyote ambaye hana mwamko wa kiibada, maswali mengi wanauliza mwezi 10 Ramadhani, tayari ameshakosa huko. Eti usiku kwanza mimi nafuturuje? Daku nile saa ngapi? Unaniuliza mwezi 9. Maana yake ulikula mchana siku zote 8 za nyuma sasa. Ushaona? Kwa hiyo ni katika swala zima la mapungufu ya kuijua elimu yetu. Lakini ninachokisema ni kwamba iwe swali limeulizwa wakati gani, iwe limeulizwa kabla au baadaye, taratibu za funga zipo kisheria. Anatakiwa ajibiwe huyo mtu. Sasa anayekuja kumjibu ni Mungu mwenyewe, ndio anayejua makosa yake. Lakini kumwambia kwamba anakaa na kimada pale sasa inategemea na yeye anataka aachane naye au anataka afunge ndoa. Sasa inategemea ni swali hilo utalijibuje kulingana na atakavouliza. Mwingine anaweza kaa anasema mimi sikai naye, je, anaweza kanipikia uji? Unaona? Hivyo navyo tutakuja kuvielezea kwenye tutaandaa maswali yatafanywa kuhaririwa alafu yatajibiwa. Lakini kimsingi ninachotaka kuzungumza ambacho umekisisitiza kwamba wakati wa Ramadhani unaona watu wengi wanajaa msikitini. Kuna baadhi ya mashehe wanaona kama wale ndo walikuwa waasi, wameacha uasi, wamekuja msikitini sasa. Kwa hiyo wametoka kwenye kunywa pombe, wametoka kwenye madisko, wametoka kwenye nini. Hiyo ni mada tosha kabisa nikiwa nakataa hilo neno. Yani sio kweli kwamba wale waliokuja walikuwa wanakunywa pombe, walikuwa wako kwenye madisko ndio maana kule kuko wazi na huku kumejaa. Sio kweli. Ziko sababu za msingi tena za kidini ambazo zinafanya hilo jambo liwe hivyo. Inshallah tutakutana wakati mwingine tena katika kipindi hiki inshallah. Leo tulikuwa tunazungumzia swala zima kuhusiana na ibada nyiradi za usiku, ibada nyakati za usiku. Ndicho ambacho tumeweza kuzungumzia kwa siku ya leo. Tumeweza kuona mambo mbalimbali ambayo Imam Swedi hapa ametugusia, lakini kikubwa ni sisi tu kutafakari na kuyafanyia kazi yale yote ambayo ametufundisha ndani ya siku nzuri ya leo. Labda kwa kumaliza tu nukta moja, Imam. Angalizo lako ni lipi kwa jamii ambayo inakutazama hivi sasa? Katika lipi? Katika haya ambayo tumeyazungumza kwa leo. Kimsingi angalizo langu ni kwamba dunia imetengenezwa tuwemo kwa utaratibu ambao tumeelekezwa tuwemo. Lakini dunia hii ndio inayotayarisha akhira yako. Dunia hii ndio inayotayarisha akhira yako, ndivyo anavyomaliza namna hiyo Imam Swedi. Lakini katika kuendesha kipindi ulikuwa nami mwongozaji niite Ali bin Kondo. Siku nyingine tukutane hapa. Wa ma tawfiqi illa billah wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.